Bwana Yesu asifiwe ndugu yangu mpendwa. Leo ni siku nzuri sana katika maisha yako na hautakuja kuisahau. Voice FM Online inakuletea simulizi ya kweli na ya kusisimua zaidi. Karibu sana. Subscribe channel yetu na share sehemu mbalimbali. Karibu sana. Na sasa tunaweza kuanza pamoja. Tega sikio lako kwa umakini sana. Ndugu yangu mpendwa, katika ulimwengu uliotawaliwa na machafuko na kutokuwa na uhakika, ambapo nuru ya imani ilikuwa ikififia polepole, kulikuwa na unabii wa zamani uliosambaa miongoni mwa waaminifu ukinong'ona juu ya nyakati za mwisho. Kulikuwa na hofu iliyofichika, lakini pia matumaini yasiyolumbayumba ya kurudi kwa Mwokozi Yesu Kristo. Kadiri miaka ilivyosonga, ishara za nyakati za mwisho zilianza kujidhihirisha wazi. Majanga ya asili yaliongezeka, vita vilitikisha mataifa, na magonjwa yasiyotibika yalienea kwa kasi ya kutisha. Katikati ya machafuko haya, sauti zilianza kunong'ona juu ya mtu mmoja mwenye mvuto, kiongozi mwenye haiba aliyepanda madarakani kwa kasi ya ajabu. Aliahidi amani na utulivu, na ulimwengu uliomchoka ulimpokea kwa mikono miwili. Jina lake lilikuwa Kaisari. Alikuwa na uwezo wa kuwavutia umati wa watu kwa maneno yake matamu na ahadi zake za uongo. Alianzisha mfumo mpya wa kiuchumi duniani kote, akidai kuwa ndiyo suluhisho pekee la matatizo ya kiuchumi yaliyokuwa yakiikabili dunia. Katika mfumo huu, kila mtu alipaswa kuwekewa alama maalum, aidha kwenye mkono wa kulia au kwenye paji la uso, ili aweze kufanya biashara, kununua au kuuza. Alama hii ilijulikana kama chapa ya mnyama, na nambari yake ilikuwa 666. Wengi walikubali chapa hiyo kwa urahisi, wakiamini kuwa ndiyo njia pekee ya kuishi katika ulimwengu mpya wa Kaisari. Hawakujua kuwa kwa kufanya hivyo, walikuwa wakikataa wokovu wa milele na kujiweka chini ya utawala wa Shetani. Lakini kulikuwa na kundi dogo la waaminifu, Wakristo waliojitolea, walioikataa chapa hiyo kwa ujasiri, wakijua kuwa ingewagharimu maisha yao. How about number 666? The mark of the beast? No to buy anything. We must be careful. Miongoni mwao alikuwa mchungaji mmoja mzee, jina lake Elia, na wafuasi wake wawili, Daudi na Maria. Walikuwa wamejificha katika eneo la mbali, wakiongoza kundi la waumini waliokuwa wakikimbia mateso. Waliteswa, walinyimwa haki zao, na wengi wao walikamatwa na kuuawa kwa kukataa chapa ya mnyama. Siku moja, walipokuwa wakikusanyika kwa ajili ya ibada, askari wa Kaisari walivamia maficho yao. Elia, Daudi na Maria walikamatwa wakiwa wamefungwa minyororo mizito mikononi mwao. Walifungwa jela pamoja na Wakristo wengine wengi wakisubiri hukumu yao. Katika gereza hilo lenye giza na unyevu, waliendelea kusali na kuwatia moyo wenzao. Hawakuacha imani yao. Wakati huo huo, ghafla anga lilianza kubadilika. Mawingu mazito meusi yalianza kujikusanya angani, yakifuatana na radi kali iliyokingisha ardhi. Upepo mkali ulivuma, na hofu ilianza kuwajia watu wote, hata wale waliokuwa wameikubali chapa ya mnyama. Joka kubwa lina hofu lilianza kujitokeza angani, likiwa na namba 666, likiwaka kwa moto kwenye paji la uso wake. Watu walipiga kelele kwa hofu, wakijificha popote pale walipoweza. Ndipo katikati ya radi na mwangaza wa umeme, nuru kali ilianza kung'aa kutoka angani. Makaburi yalianza kufunguka, na miili ya watakatifu waliokuwa wamekufa kwa ajili ya Kristo ilianza kutokea ndani yake. Walivaa mavazi meupe yanayong'aa, wakiwa na nyuso zenye amani na furaha. Walikuwa wakifufuka kama ilivyoandikwa katika maandiko matakatifu. Joka hilo, likiwa limejawa na ghadhabu, lilianza kutoa sauti za kutisha, likijaribu kuwatisha watu. Lakini nuru kutoka angani iliendelea kuongezeka, na ghafla, katikati ya nuru hiyo, Bwana Yesu Kristo alionekana. Alikuwa amevalia vazi jeupe likiwa na taji ya dhahabu kichwani. Macho yake yalikuwa kama miali ya moto, na uso wake uling'aa kuliko jua. Aliposhuka,
dunia ilisimama. Joka hilo lilianza kudhoofika na askari wa Kaisari walipigwa na butwa wakishindwa hata kusonga. Kristo alinyosha mkono wake na kwa amri yake minyororo iliyoifunga Eliya, Daudi, Maria na Wakristo wengine ilikatika. Walisimama huru wakimtazama Mwokozi wao kwa machozi ya furaha. Kristo aliongea kwa sauti yenye mamlaka ikijaza ulimwengu wote. Aliwahukumu wale walioikubali chapa ya mnyama na wale waliowatesa watakatifu wake. Kisha aliwaita watakatifu wake waliofufuliwa na walio hai ili waende naye mbinguni. Eliya, Daudi, Maria na Wakristo wengine walipaa angani wakikutana na Bwana wao. Dunia ilibaki gizani na machafuko, ikiwa imejaa hofu na maombolezo ya wale walioachwa nyuma. Ilikuwa ni mwisho wa zama na mwanzo wa maisha mapya kwa wale walioamini. Mateso yalikuwa yamekwisha na sasa walikuwa huru milele na Bwana wao. Hii ndiyo ilikuwa hadithi ya nyakati za mwisho, hadithi ya imani, ujasiri na ushindi wa nuru juu ya giza. Ilikuwa ukumbusho kwamba hata katika nyakati za gizo zaidi, matumaini ya kurudi kwa Kristo yanaweza kuleta nuru na wokovu kwa wale wanaoamini. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu kwa leo. Hakikisha unatufuatilia kila siku Voice FM Online. Pia share ujumbe huu kwenye maeneo tofauti utakapoona kuwa ni vyema wasikilize simulizi hii. Hivyo basi, tengeneza maisha yako leo kabla ya siku ile ya Bwana, ambayo hapata kuwa na kuuza wala kununua. Na huo wakati unaitwa ni kipindi cha dhiki kuu. Swali la kujiuliza, je, utakuwa salama kama Yesu atarudi hata dakika hii? Barikiwa sana.